Sio mechi rahisi. Singida ni moja ya timu ngumu sana, ambayo ni timu ambayo imewekeza, ina wachezaji wazuri, ni timu ambayo katika ligi inasumbua. Kwa hiyo tunajua kwamba tuna mchezo mgumu. Kwa hiyo sisi kama Simba tumejipanga na tupo katika maandalizi mazuri kabisa ya kuhakikisha tunapata matokeo mazuri, japokuwa pamoja na ugumu wa Singida, lakini lazima tupate pointi 3. Tutakuwa ni mchezo mzuri kutokana na uimara wa vikosi vyote viwili. Singida wamekuwa na timu nzuri sana na wamekuwa ni wapinzani wetu, ni watu ambao wanatupa game ngumu sana. Hata ukiangalia mechi ya kwanza tulipata ushindi wa goli moja, lakini ulikuwa mechi haikuwa rahisi sana. Kwa hiyo nategemea itakuwa ni mechi ngumu tena na ni mechi nzuri kabisa yenye ushindani mkubwa sana, lakini tumeshasema kwamba pamoja na ushindani wao na ugumu wao wote tutahakikisha tunapata pointi 3. Ratiba imekuwa tight na nafikiri duniani kote hakuna mwalimu ambaye anayependa kufurahia kucheza katika mechi ambayo kila baada ya siku moja mbili unaenda kucheza mechi, hususan kama umetoka kucheza katika mechi ya finali. Lakini tulilijua mapema na ratiba tulikuwa nayo, kwa hiyo tunaweza kumanage kujua ni jinsi gani tukacheze na kutokana na mechi ambayo tuliomaliza. Swala la rotation nafikiri ni jukumu la sisi walimu. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba timu nzima iko kambini, wachezaji wote wako vizuri. Kwa hiyo ni swala la benchi la ufundi kuamua nani aanze na nani asianze. Hicho ndio kitu kizuri kwetu sisi. Kila mechi inakuwa na approach zake. Naweza kusema kwamba finali imeshaisha, na ikisema kwamba mechi ya finali imetusaidia kiasi gani kutokurudi katika ligi ya ndani, ni mashindano mawili tofauti na ni mechi mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri mechi itakuwa na approach tofauti na mechi ambayo iliyopita. Kwa hiyo sisi tujiandae kwa sababu ni mashindano tofauti na ni mechi zingine tofauti. Nafikiri kila mechi itakuwa na utaratibu wake katika kuhakikisha tunapata matokeo. Ni kweli baada ya finali juzi, kwa sababu matarajio yetu ilikuwa ni kuweza kubakisha kikombe nyumbani, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo kisaikolojia lazima kila mtu iwe kwa hivyo, lakini tunashukuru kwamba wachezaji wetu sisi naelewa ni wachezaji ambao wamepevuka. Baada ya finali tulifanya kikao na kusema sasa hili limekwisha. Target yetu sasa ni kwenda kuweza kuhakikisha tunapata ubingwa katika ligi kuu, na huwezi kuwa bingwa kama ukushinda mechi hii. Kwa hiyo mimi nafikiri kila mchezaji yuko vizuri na lile lilopisha limepita. Kwa hiyo kila mmoja focus yake yote ni kwa ajili ya mchezo katika ligi yetu na hususan katika mchezo wetu dhidi ya Singida. Nikijaribu kiangalia kabisa kwa falsafa ya football, unaweza kusema Simba kidogo kuna ile momentum kwa sababu amekuwa na ile competition wanacheza mechi baada ya kila mechi, kwa sababu football consistency ya kucheza inakuweka katika kiwango bora ya ushindani. Sawa, okay, of course sisi tumekuwa na break, lakini kitu muhimu sasa hivi lazima mimi nijaribu kuimprove timu yangu mental kimawazo, kuweza kujiweka katika nafasi bora ya kuwa na ushindani ya kutupea pointi 3. So of course au wako na rhythm au wako na momentum, but sisi lazima tu develop ile mental attributes ndio tuweze kufika kile kiwango kinaeleweka. Kiwango kipi? Of course lazima tu respect Simba wamekuwa katika finali ya CAF ticket na tunawapongeza kwa hayo, na vile jinsi ambavyo walipata ile upinzani pale ndio upinzani ambao tunataka pia wapate the same. So hayo ndio yale nazingatia, na level ambalo tuko sasa hivi ni wakati bora zaidi, kwa sababu ile CAF ticket already iko confirmed. Ni jambo ambalo nataka kupea timu nzima kongole kubwa sana. Kama tunajipa kongole, kwa hivyo inamaanisha ni tunabisha kwa mlango sasa hivi. Ni rallying call sisi kama club kuweza kuanza kuonyesha ile kiwango ya mahali ambalo sisi wenyewe tunalitaka kama club, yani ile level. Na ukiangalia vizuri sana nafikiria tunakuja kucheza mechi kwa wakati bora zaidi. Kwa wakati bora zaidi vipi? Kwa sasa hivi tuko na ile CAF ticket, na ukiangalia jinsi ambavyo mpinzani ambao tunacheza naye ambaye ni Simba wamekuwa katika ile Confederation Cup wakicheza, sawa. So tukiangalia wapinzani wetu mwenendo ambao wamekuwa nalo katika kuqualify katika group stages, kucheza katika group stages, na vile ukweli wamefanya kazi kubwa sana katika finali, ingawa of course kombe likubakia Tanzania, jambo ambalo sisi kama wazalendo wote wa Tanzania tungependa libaki. Lakini sasa hivi sisi kama Singida tumeona kikombe imezinduliwa mpya la CAF pale. So mawazo yetu ni kuwa mechi ambayo tunacheza na Simba back to back itatupea level nzuri zaidi sisi kama team. Ni nini ambalo tunafaa kufanya kucompete katika level ya CAF, kwa sababu sasa hivi lazima tukubali ile level ambayo tuko sasa hivi, ile step ambayo tumechukua kama team, na hiyo ndio motivation kubwa sana na kuja nayo kama kocha, kwa sababu sasa hivi kama ushakuwa timu kubwa lazima ukuwe na ile upinzani ambao unaeleweka. Tulikuwa tunajitafuta kwa msimu mzima, so sometimes tungekuwa careful, sometimes tuko conscious, lakini sasa hivi ndio nimesema hayo yalikuwa ni maandalizi. Lakini sasa hivi ile dhamira ambayo tulikuwa nayo kama Singida Black Stars, tuko pale kwa mlango ni kubisha. So ndio kwa maana tunasema kwa sasa hivi kama Singida Black Stars tutajaribu kupima uwezo wetu, kwa sababu ile ticket ambayo tunaona lazima tulifanyie haki, na kulifanyia haki ni
kuwa ubora wa mechi ambazo tuna face lazima tuzicheze katika level moja. Namni kocha David Ouma kwa upande wa Singida Black Stars kuelekea katika mchezo huu wa hivi leo dhidi ya mnyama Simba, mechi ambayo nadhani tutarajie kuona ushindani wa aina yake. Ni mechi ambayo ni muhimu kwa kila timu, hususan mnyama Simba. Tukienda katika mbio za ubingwa utaangalia ni namna gani lile pengo la alama lilivyo na mechi zilizosalia, na ilivyo muhimu kwa mnyama kupata matokeo ya ushindi katika mchezo huu. Job, ndio tutarajie mechi ya namna gani kwa kuwatazama wote wawili? Simba ametoka kupoteza katika mechi ya kimataifa, anaingia sijui kama kutoka kuna uchovu kidogo ama namna gani. Simba kusare ila alichopoteza kombe, kapoteza taji ndio, kapoteza katika nafasi ya kuchukua taji hilo. Swadakta. Kisaikolojia unaweza ukawa unapata picha kwamba wachezaji watakuwa wako namna gani wakiwa wanarudi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ni tunaita kama ni reactional match. Yaani ni mechi ya kureact. Kwa sababu Simba ametoka kupoteza ubingwa wa CAF. Ambao sio alikuwa anautetea, alikuwa anaupigania. Kwa ametoka kupoteza finali. Amekuwa na muda mchache sana wa kurecover na kuregroup kwa ajili ya mchezo huu. Na huu mchezo nao sio tu mchezo wa kawaida kwenye ligi, ni mchezo muhimu kwa sababu anahitaji kushinda ili kurudisha gap lake kubaki kuwa alama moja. Kwa idadi ya michezo iliyobakia, ukiruhusu gap libaki kwa alama 4, tunasema almost tutakuwa umekiss goodbye kwenye ubingwa. Kwa hiyo hapa sasa ni kwa Fadlu kujua kwamba anarudia kikosi kile kile, atafanya changes ama anafanyaje, na kama anafanya changes atafanya changes katika maeneo gani. Siamini kama anaweza akarudi na ile starting 11 ile. Anaweza kafanya mabadiliko machache, either mawili mpaka matatu. Aidha mawili mpaka matatu. Lakini anahitaji kupata alama 3. Na Singida amekaa kwa muda mrefu bila kupata mchezo. Sijajua kama kuna mechi za kirafiki amecheza au labda bado anaweza akawa yuko kwenye momentum ya kucheza mchezo wa ushindani katika namna hiyo. Kuna vitu viwili, kuna Singida bado hajacheza muda mrefu, alafu kuna Simba ambaye ametoka kutumia nguvu kubwa kwenye CAF. Kwa hali ya mchezo inaweza kuwa ni ya ushindani kutokana na kilichokuwa on the line. Simba kwa alama 3 ni muhimu, lakini kwa Singida alama 3 kwake inaweza kuwa ni muhimu kwa ajili ya nafasi ya 3. Haiamui chochote kwenye ubingwa, haiamui chochote kwenye hatima yake ya kucheza kimataifa, kwa sababu tayari tiketi ya kucheza kimataifa anayo. Kwa hiyo inaweza kawa kwa Singida ukawa ni mchezo tu wa heshima, kujua kama labda nipate alama 3, pengine inaweza kanifikisha nikamaliza kwenye nafasi ya 3 labda. Lakini kwa Simba ni kila kitu kiko hapa. Kwa hiyo kirahisi anaweza kujikuta ndani ya wiki moja amepoteza vitu viwili vikubwa ndani ya msimu. Ubingwa CAF, ubingwa ligi kuu. Kwa hiyo reaction match, na ni mechi ambayo nategemea wachezaji wa Simba wakupe reaction ya kupoteza finali. Na reaction yao na watu wengi wanaitegemea iwe ni kushinda convincingly. Yaani unashinda convincingly. Lakini sasa aliyepo njiani ni nani? Singida yuko na timu ambayo anaweza kaifunga timu yoyote Tanzania wakiwa kwenye siku yao. Yaani ana uwezo wa kumfunga mtu wote na isiwe ajabu. Singida labda ikitokea mfunge mtu wote Tanzania inaweza isiwe ajabu kutokana na aina ya kikosi ambacho wako nacho. Kwa hiyo nayo pia itakuwa iko chini ya Ouma, atafanya squad selection ya namna gani. Kwa sababu the last time anapoteza 2-1 I think kwa Yanga hapa alifanya changes nyingi sana. Na kipindi kile sababu yake kubwa anasema ilikuwa rotation kwa sababu mechi zilikuwa back to back zimefuatana. Hapa amekuwa na muda mrefu wa kupumzika. Labda kama kutakuwa na majeraha sijui, lakini amekuwa na muda wa kujiandaa na mchezo, amekuwa na wachezaji wamekuwa na muda wa kupumzika na kujiandaa vizuri tu. Kwa hiyo hakutakuwa na excuse kama wao wakipoteza mchezo, rather than ubora wa klabu ambao watakuwa wamekutana nayo. Labda kama na refa ataamua kuwa katikati ya mazungumzo, lakini unless otherwise wana timu ambao wanaweza kupata matokeo. Kwa likewise kwa Simba kilichokuwa mezani ni kikubwa sana kwa msimu. Kinaweza kaa kinaamua mchezo huu, unaweza kaa umeshikilia hatima ya msimu huu unaenda vipi. Refa katika mbio za ubingwa. Refa katikati ya mazungumzo. Si refa anaweza kaamua kuwa katikati ya mazungumzo. Kwa maana refa akifanya blunders tutakuja kuzungumza habari za refa kuliko mpira wenyewe. Yaani ndio tumefikia
hatua kwenye ligi yetu kuelekea kwenye mechi hivi, ukiwa una analyze, unaweka akiba kwamba refa sijakafanya vitu fulani. Too many blunders zimetokea kiasi ambacho huwezi kuepuka kuzungumza hiyo kauli. Too many blunders, hususan zikihusisha klabu ya Simba, bila kuhusisha klabu yoyote. Kwenye msimu huu ukitafuta ziko blunders nyingi tu, kuanzia mechi za Yanga, za Simba, za Azam, za hata timu zingine za kawaida. Too many blunders. Sema tu huko kwingine hapa zungumzwi sana, kwa sababu nakuta sio timu zinazopigania ubingwa, hazina fan base kubwa, hazina interest ya watu wengi, lakini ukifuatilia ni too many blunders nyingi tu. Kati ya mechi za kutazama na kuangalia waamuzi, bila shaka sasa hii ni moja kati ya kuangalia waamuzi wanafanya nini, kwa sababu ni moja kati ya mechi ya maamuzi ya maamuzi kivipi. Yani kwa mfano ukiwatazama Simba, hii ni mechi ya wao kuamua pengine hatima yao kwenye mbio za ubingwa. Bado hapo kwenye mbio za ubingwa au la, sababu kama toka hata sare tu, wakipata hata sare tu, hatima ya ubingwa haipo mikononi mwao. Hata sare tu. Japo hata sasa hivi pia haiko mikononi mwao. Ipo bado mikononi mwao, kwa sababu wakishinda zote, ina maana hata kama akikutana na Yanga, ina maana akimshinda atakuwa juu ya Yanga kwa tofauti alama 2. Kwa hiyo bado mbio za ubingwa zipo mikononi mwake. Lakini akipata matukio yote nje ya sare, ikiwemo kwenye mchezo hii leo, nje ya ushindi, nje ya ushindi, shukrani, ina maana amejitoa kwenye hizo mbio za ubingwa. Na quality ya, kwa mfano akipata sare zitakuwa tofauti alama 2. Yes. Alama 2 sina nasema bado ni kushinda mechi zako. No, itakuwa tofauti alama 3. Sasa ukienda kwenye goal difference, Yanga na goal difference zaidi ya 11 positive mbele ya Simba Sports. Sasa hivi the difference ni point ngapi? Point 1. No, tofauti point 4. Point 4. Ambapo Simba na mchezo wa kiporo. Mchezo mmoja wa mkononi. Ina maana hiki kiporo chake Simba Sports akikicheza, nimeshaelewa. Kama akipoteza itabakia alama zile 4, akisale itabakia alama 3, gipu baina yake na Yanga na michezo wamelingana. Alafu kwenye goal difference, Young Africans na goal difference kubwa ukikompea na mtani wake. Quality ya vikosi vyote vile viko bayana. Pitia squad ya Singida Black Stars pale, angalia kwenye safu ya ushambuliaji, una Elvis Baranga Rupia ambaye amekuwa apati nafasi ya mara kwa mara kucheza. Sababu gani apati nafasi? Kuna Jonathan Soa pale. Lakini mchukue Elvis Baranga sasa hivi alivyo na rekodi yake ya misimu miwili ambayo ametumikia ligi kuu ya Tanzania bara, mzungusho kwenye vilabu vyote vya hapa Tanzania, ni washambuliaji wangapi ambao wanaweza kumweka Rupia bench asianze, ama namba 9 ama namba 10 ama eneo lolote la ushambuliaji? Lakini pale ndani ya squad ya Singida analazimika kusubiria, kwa sababu mbele yake kuna Jonathan Soa. Na nini ambacho kinachomweka bench? Sio usuda za walimu, sio upendeleo wa passport iliyomleta kwamba ni raia wa Ghana, quality alokuwa nayo. Ndio mchezaji pekee ambaye kwenye ligi kuu Tanzania mpaka sasa hivi ana quality ya 100%